Waziri Mkuu wa Italia ametoa maneno makali katika serikali ya Trump sambamba na uongozi wa Marekani. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni ametoa jibu kali dhidi ya shinikizo la Rais Donald Trump kuhusu mzozo wa Iran, akilikumbusha taifa la Marekani kuwa ndiyo nchi pekee katika historia ya binadamu iliyowahi kutumia silaha za nyuklia katika vita. Kauli hiyo ya Meloni imekuja kufuatia mfululizo wa shutuma kutoka kwa Rais Trump aliyedai kuwa Italia haijishughuliki na tishio la Iran kupata silaha za nyuklia. Meloni akizungumza kwa msisitizo alibainisha kuwa tishio la nyuklia halipaswi kutumiwa kama chombo cha kuhalalisha vita vipya, huku akiweka wazi msimamo wa kihistoria wa mataifa yenye silaha hizo. Kama nijuavyo, atalizungumza, nchi 9 duniani zina silaha za nyuklia na ni moja tu kati ya hizo iliyowahi kuzitumia kwa vitendo. Nchi hiyo ni Marekani, alikuwa amesema Meloni. Aliongezea kuwa Washington haina haki ya kimaadili ya kutoa hotuba za vitisho vya nyuklia kwa ulimwengu wakati wao wenyewe wana historia hiyo, na kumtaka Rais Trump kudhibiti hisia zake za lugha anayotumia dhidi ya washirika wa NATO. Mvutano huu umechochewa na hatua ya Italia kukataa kuruhusu ndege za kivita za Kimarekani kutumia kituo cha jeshi la anga cha Sinogela huko Sicily kwa ajili ya mashambulizi nchini Iran. Meloni amesisitiza kuwa Italia ni mshirika na si kibaraka wa Marekani, akibainisha kuwa nchi yake haitashiriki katika operesheni za kijeshi zinazoweza kusababisha maafa makubwa ya kibinadamu na kuyumbisha uchumi wa Ulaya kupitia bei ya mafuta. Rais Trump kwa upande wake ameeleza kushtushwa na msimamo huo wa Meloni, akidai kuwa mshirika huyo wa zamani amebadilika kwa hajari ikiwa Iran itatengeneza bomu la nyuklia. Mzozo huo wa sasa unaashiria kuporomoka kwa ushirikiano wa karibu uliokuwepo kwa awali kati ya viongozi hao wawili wa mlengo wa kulia, huku Meloni akionekana kuungwa mkono na viongozi wengi wa Ulaya wanaopinga kutanuka kwa vita vya Mashariki ya Kati. Hadi sasa serikali ya Italia imesimamia msimamo wake wa kutafuta suluhu ya kidiplomasia kupitia mazungumzo, huku ikionya kuwa vitisho vya kijeshi kutokea Washington vinaweza kuchochea mbio mpya ya silaha za nyuklia duniani kote.